Haleluya. Karibu katika kipindi chetu cha Malango ya Ushindi, kipindi bora ambacho kinakuletea neno la Mungu na kukupa maarifa ya rohoni kwa ajili ya maisha yako. Siku ya leo tutazungumza kwa habari ya majini mahaba, anga la ndoa lililotekwa na majini mahaba, anga la ndoa lililotekwa na majini mahaba. Na itafundisha kwamba watu wengi wanajua tu wanapooana, hawajui ya kwamba wanatumia anga moja, na wengi ambao wanajua kwamba wanapooana tu kwamba tayari mnapooana kwamba yote yamekwisha. Unapooana huwa wanandoa wanatumia anga moja la ndoa, na hili anga la ndoa ndiko ambako Mungu ameweka baraka zako, mafanikio yako. Na ndio maana ukiwa kwenye ndoa ukawa ni mtu wa mafarakano kwenye ndoa, ni mtu wa marumbano kwenye ndoa, ni mtu wa vita kwenye ndoa, huwa hiyo ndoa hamwezi kuona mafanikio. Lakini ukawa kwenye ndoa mkawa ni mtu wa amani, mtu wa furaha kwenye ndoa, Mungu anaachilia riziki zake kwenye hiyo ndoa. Kwa nini wanandoa wanatumia anga moja la ndoa? Sasa leo nafundisha uweze kugundua kwamba haubarikiwi kwa sababu unafanya kazi sana, haubarikiwi kwa sababu unabidia kazi sana. Unabarikiwa kwa sababu baraka zako asili yake ni kwenye anga, na ndipo mnapooana baraka zenu zinakuwa kwenye anga la ndoa. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, hapo ndipo tutaanza kujifunza. Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa 28. Wanandoa mkiishi kwa amani, mukapendana, wanandoa mkaishi kwa amani, mukafurahiana, mtaona baraka zenu. Sasa ili anga la ndoa wengi hawajui, wanajua tu napoana basi imetosha. Mwanaume yupo, mwanamke yupo, imetosha. Kuna baraka zenu kwenye anga lenu la ndoa. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, na hizi baraka kwenye anga la ndoa ndio haya majini mahaba yanateka hizo baraka za wanandoa. Ndio maana leo wengi wanakuta wanafuatiliwa na majini mahaba kwenye ndoto, wanafuatiliwa majini mahaba sehemu mbalimbali. Baraka zako zinatekwa kwenye anga la ndoa. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari ule wa 26 mpaka 28. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka 28. Mungu akasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na wanyama wa nchi yote pia, na kila kitambaacho juu ya nchi. Mungu akamuumba kwa mfano wake, Mungu akamuumba, mwanaume na mwanamke alimuumba. Mstari wa 28, Mungu akawabarikia, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na kila kiumbe chenye uhai kitembeacho juu ya nchi. Mtu wa Mungu unanisikiliza, nafundisha anga la ndoa lililokamatwa na majini mahaba. Sasa niko kwenye eneo la kwanza kuchambua anga la ndoa ni nini. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka mstari wa 28. Mstari wa 26, Mungu anamuumba mtu, mwanamke na mwanaume kwa mfano wake. Alafu mstari wa 27, Mungu anakamilisha kumuumba mtu, mwanaume na mwanamke kwa mfano wake. Mstari wa 28 anasema akawabarikia Adamu na Hawa. Mungu akawabarikia, akawaambia, zaeni mkaongezeke na kuijaza nchi. Hapa Mungu anaposema kwamba akambarikia Adamu na Hawa na akamwambia zaeni mkaongezeke na kuijaza nchi, ni kwenye anga la kiroho. Unayenisikiliza mwanandoa, kumbe kuna eneo tofauti ambalo mnaweza mkakutanishwa kati ya mwanamke na mwanaume. Narudia tena, kuna eneo tofauti mnaweza mkakutanishwa kati ya mwanamke na mwanaume katika ibada,
Maana hapa Mungu anaongelea mambo ya kiroho, anaongelea kwa habari ya Adamu, anaongelea kwa habari ya Hawa. Kumbuka Hawa na Adamu haikuwa ulimwengu wa mwili. Kumbuka Mungu ni roho, walikuwa katika ulimwengu wa roho. Sasa hili eneo ambalo lokutanishwa Adamu na Hawa, ili eneo tunaliita anga la wanandoa. Sasa kwenye hili anga la wanandoa ndiko mwanaume na mwanamke wanakutanishwa. Katika ulimwengu wa mwili tunawezekana tumejenga nyumba moja. Katika ulimwengu wa mwili tunawezekana tunakaa kwenye nyumba kupanga labda. Katika ulimwengu wa mwili tunawezekana tumejenga mji wetu mzuri. Lakini katika ulimwengu wa roho tunakutanishwa mwanamke na mwanaume kwenye anga la ndoa. Hii ni siri inayotesa wanandoa wengi sana, na ndio maana haya majini mahaba sasa yanajua siri hii kwamba kuna anga la ndoa, na ndiko ambako sasa Mungu anasema akawabarikia huyu Adamu na Hawa. Mungu anasema akawabarikia kwenye anga la ndoa. Wewe mama uliolewa, wewe baba ulioa, mama uliolewa, baba ulioa, Roho Mungu akufungua ufahamu uweze kujua kwamba kuna amuunganishi tu katika ulimwengu wa mwili, bali kinachokuunganisha kwenye ulimwengu wa roho ni anga la ndoa. Katika ulimwengu wa roho kuna anga la ndoa, na kwenye anga la ndoa ndiko kuna baraka zako mama na baba, ndiko kuna baraka zako. Kwa hapa Mwanzo sura ya kwanza mstari 28 Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Alafu akasema waende wakatawale. Alafu Mungu anasema akamuumba mwanamke na mwanaume, alikuwa naye mwanamke upande huu, mwanamke upande huu, mwanaume upande huu, alikuwa nao katika ulimwengu wa roho. Alafu Mungu akasema akawabarikia, akawaambia zaeni mkaongezeke. Pale panaitwa anga la ndoa. Kila mwanandoa wana anga lao la ndoa, na kwenye anga la ndoa ndiko kuna baraka. Na wengi leo utatafuta mchawi wako ni nani amekuroga. Kaa vizuri na mke wako, kaa vizuri na mume wako. Mnaporumbana na kugombana, zile baraka zenu kwenye anga la ndoa zinatekwa na haya majini mahaba. Na ndio maana unaweza ukasema mtumishi, unaongea nini? Kila asubuhi na mapema Mungu anaachilia riziki kwenye anga la wanandoa. Kila asubuhi na mapema Mungu anaachilia riziki kwenye anga la wanandoa. Kwa akiwakuta mnaishi kwa amani, akiwakuta mnaishi kwa furaha, zile baraka zinawafikia. Unasema mtumishi, unaongea nini? Kitabu cha Marko sura ya 10, Marko sura ya 10 mstari wa 9. Marko sura ya 10 mstari wa 9. Wanandoa wanaunganishwa na anga moja. Wanandoa wote wanatumia anga moja la ndoa. Marko sura ya 10 mstari wa 9. Marko sura ya 10 mstari wa 9. Tuanzie mstari wa 7 wa 8 ili tupate maana halisi zaidi. Wa 7. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha. Walimfuata Bwana Yesu wakamwambia ni halali. Walimfuata Bwana Yesu wakamwambia ni halali kumpa mwanamke talaka au kuachana na mwanamke. Yesu alichokisema akamwambia, tangu mwanzo Mungu aliumba mwanamke na mwanaume, na hao watakuwa sio wawili tena, bali watakuwa mwili mmoja. Sasa Yesu anaongea maneno katika kitabu cha Mwanzo cha Marko sura 10 mstari wa 9. Anasema, anafundisha anga la ndoa lililotekwa na majini mahaba. Majini mahaba anateka anga la ndoa. Kitabu cha Marko sura 10 mstari wa 9 anasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye. Marko sura ya 10 mstari wa 7 mpaka wa 10 wa 9. Kwa sababu mtu atamwacha babaye na mamaye, wataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata amekuwa si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Mstari wa 9, alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishi. Pendo, unaonisikiliza, unaweza ukasema tu mimi naishi na mke wangu, natoka tunaingia, ananipikia, ananisaidia kwenye kufua nguo, lakini huu ni muunganiko wa kimwili. Muunganiko wenu wa rohoni umebebwa kwenye anga la ndoa. Kuna anga lenu la ndoa, ndiko Mungu ambako anaachilia baraka zenu, mafanikio yenu katika ulimwengu wa roho. Sasa kwenye hili anga la ndoa ndiko yale majini mahaba sasa yakivamia kwenye ndoa
yanateka anga la ndoa. Majini mahaba yakiteka anga la ndoa, zile baraka za familia zinaharibika. Ndio maana fuatilia, ukimkuta mama na jini mahaba, ukimkuta baba na jini mahaba, hiyo familia uchumi wao unapigwa. Walikuwa na kazi zinaharibika, walikuwa na mipango mbalimbali inaharibika, walikuwa na malengo mbalimbali inaharibika, lakini kilichotekwa ni anga lao la ndoa katika ulimwengu wa roho. Kwa wanandoa, baraka zao ziko kwenye anga la ndoa. Unasema mtumishi, unaongea nini? Hebu tuangalie kitabu cha Ayubu sura ile ya kwanza. Wanandoa wanatumia anga moja la baraka. Kwa kinachotakiwa kuishi, ishini kwa amani kwenye hiyo ndoa. Natakiwa kuishi, ishini kwa upendo kwenye hiyo ndoa. Muna baraka zenu ulimwengu wa roho. Muna mafanikio ulimwengu wa roho. Kwa hiyo munaporumbana, yale mashetani yanaiba zile baraka. Majini mahaba yanaiba zile baraka katika ulimwengu wa roho. Nasema mtumishi, unaongea nini? Angalia kitabu cha Ayubu sura ya kwanza. Kitabu cha Ayubu sura ya kwanza. Ayubu sura ya kwanza kuanzia mstari wa 7. Ayubu sura ya kwanza kuanzia mstari wa 7. Nafundisha anga lenu la ndoa. Anga lenu la ndoa ambao limetekwa na majini mahaba, ambao limekamatwa na majini mahaba. Ayubu sura ya kwanza hapo mstari ule, Ayubu sura ya kwanza kuanzia mstari ule wa 7. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka duniani na katika kutembea huku na humo. Kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu, mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Ndipo Shetani akamjibu akamwambia Bwana kusema, je, huyu Ayubu yumcha Bwana bure? Wewe ukumzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo, na kazi ya mikono yake umezibarikia, nayo mali yake umeiongeza. Nafundisha wanandoa wana anga moja. Mnapooana mnatumia anga moja la baraka. Sasa hapa kwenye kitabu cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa kuanzia wa 7, Mungu anamuuliza Shetani, umemuona mtumishi wangu Ayubu? Umemuona mtumishi wangu Ayubu? Umeona mafanikio ya mtumishi wangu Ayubu? Shetani anamjibu vizuri Mungu, anamwambia sio bure, maana umemzingira kwa ulinzi wako pande zote. Ni sehemu gani Mungu amemzunguka Ayubu pande zote? Ni kwenye anga la Ayubu. Maana yake tunaanza kuona Mungu ni roho na Shetani ni roho. Maana yake ya mazungumzo yakuwa anazungumza ulimwengu wa mwili, walikuwa anazungumza katika ulimwengu wa roho na wanaonyeshana. Unaona mali za Ayubu? Unaona watoto wa Ayubu? Unaona mafanikio ya Ayubu? Akasema ndiyo, ninayaona. Mahali gani? Aliona kwenye anga. Mahali gani? Alitazama kwenye anga la Ayubu. Pendwa unayenisikiliza, pendwa unayenisikiliza, hapo kwenye anga la Ayubu kuna kitu ambacho mstari wa 10 pale Shetani anamwambia Mungu, mstari wa 10, Ayubu 1 mstari wa 10, kitu cha kushangaza sana. Unaweza ukasema tu mimi nimeoana na yeye huyu mwanamke, haina haja, kwa kuwa tuko na ulimwengu wa mwili, hamna haja, hamna haja, hamna haja. Kuna anga lenu la ndoa. Ayubu sura ya kwanza mstari wa 10 inasema, wewe umemzingira kwa ukigo pande zote. Shetani anatoa siri. Wewe umemzingira kwa ukigo pande zote, na mali na nyumba yake. Hapa anasema nyumba, familia inaoneka imeanzia ulimwengu wa roho kwenye anga la ndoa. Alafu anasema na vitu vyote alivyo navyo na kazi ya mikono yake umezibarikia. Alafu anasema na mali yake umeiongeza katika nchi. Tunaona mwanamke hapa hatajwi. Tunaona inatajwa mali zote. Inatajwa ng'ombe za Ayubu, inatajwa watoto wa Ayubu, inatajwa familia ya Ayubu. Maana yake hivi vyote viko sehemu moja. Maana yake mwanamke na mwanaume wanatumia anga moja la baraka. Mwanamke na mwanaume wanatumia anga moja la ndoa. Sasa wengi hawajajua hili, ndio maana na ndoa wengi, unajua ndio maana ndoa nyingi leo zina mafarakano. Kwa sababu mnapofarakana, lile anga la ndoa, zile baraka wanateka wachawi. Zile baraka wanateka majini mahaba. Sasa hapa nafundisha
kwa nini nafundisha kwamba majini mahaba walioteka anga la ndoa? Sasa hawa majini mahaba wanajua siri hii. Wakitaka kuteka baraka zako, wakitaka kutumia baraka zako, kitu wanachokifanya majini mahaba, wanateka anga lako la ndoa. Wakiteka anga lako la ndoa, zile baraka ndo zinatekwa. Ndio maana leo unaona watu wengi, wamama wameolewa wana majini mahaba, wababa wameolewa wana majini mahaba. Yanachowinda ni zile baraka zao, wanachowinda ni zile baraka zao kwenye anga la ndoa. Ndio maana usiku unaota mara unaingiliwa na mwanaume, unaota mara umevishwa pete, unaota mara uko ufukweni, unaota mara una ujauzito, unaota mara uko hivi. Haya majini mahaba kazi yake yanaingilia, yanajua Mungu kila asubuhi na mapema wanatuma baraka zako kwenye anga la ndoa. Kwa ili msiwe na amani kwenye hiyo ndoa, ili msiwe na furaha kwenye hiyo ndoa, lazima mfarakanishwe. Ndio unaona ndoa nyingi zina vita, ndoa nyingi zina mashambulizi, kwa sababu inatakiwa kufarakanishwa. Mnapofarakana, Mungu huwa anapoachilia baraka zile kwenye anga la ndoa, zile baraka haziwakuti sasa, kwa sababu mmeshagombana. Kwa hiyo wale mashetani sasa, malaika anapotumwa kuleta zile baraka kwenye anga la ndoa, akifika kwenye anga la familia anakuta hamna kitu, malaika anarudi, na huwa hawezi kurudi na baraka mbinguni, huwa anaziacha kwenye ile anga. Hasa wale majini mahaba ndio anateka zile baraka, ndio anakuta familia inaendelea kuchoka, familia inaendelea kuharibikiwa. Kumbe kuna majini mahaba yameteka anga la ndoa. Na ni kwa nini majini mahaba yateke anga la ndoa? Soma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari ule wa 14 mpaka mstari wa 16. Anasema aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye. Anasema nao watakuwa sio wawili tena. Anasema aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye. Maana yake anaposhiriki na wewe tendo la ndoa kwenye ulimwengu wa roho, anajiunganisha na baraka zako kwenye anga. Anapokuja usiku mnashiriki naye, mara amekujia kwa sura ya mama ya kaka, amekujia kwa sura ya rafiki yako wa zamani, mara amekujia kwa sura ya mtu wa zamani uliokuwa naye, mara anakujia kwa sura mume wako. Yanaposhiriki na wewe tendo la ndoa katika ulimwengu wa roho, yanamiliki baraka zenu za ndoa. Pendo unaonisikiliza, tutakuwa na maombi maalum ya kuombea anga lako la ndoa. Wengi wamekuwa wakipita katika maisha magumu kwenye ndoa, wengi wanakuwa wamepita katika maisha mateso kwenye ndoa. Anga lako la ndoa limekamatwa, anga lako la ndoa limeshikiliwa. Itakuwa na maombi maalum baada ya somo hili. Naomba kuna somo lingine nafuatia kwa habari, itafundisha kwa habari ya kuweza kutoka katika hizo falme za giza. Unaweza ukasubscribe channel hii, unaweza ukasubscribe channel hii ya Apostle Katambi. Subscribe channel hii ili tunapotuma masomo yetu uwe wa kwanza kukufikia. Na tunapoingia kwenye maombi, tutaomba pamoja na wewe, na Mungu akubariki katika jina la Yesu hai. Amen.